بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Ziara katika Masjidi Nabawi, kuzuru au kutembelea katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wassalatu fihi, na kuswali ndani ya msikiti huo, ni katika miongoni mwa ibada tukufu kabisa ambazo zimewekewa sheria hiyo. Na haya tuliyazungumza katika kilima yetu iliyopita, tukaelezea mtu anapofika katika mji wa Madina, kwanza atakiwa aingie msikitini katika Masjidi Nabawi aswali, ima ni rakaa mbili za tahiyya au aswali swala ya faradhi, ima kama amechelewa peke yake au na imamu. Kisha baada ya hapo ni kutoka kwenda kumsalimia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha baada ya hapo kwenda kuzuru katika makaburi ya Baqi', ambayo ilikuwa ni mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda kuzuru katika makaburi hayo. Hivyo hivyo katika mambo ambayo ni sheria kuyafanya katika mji wa Madina kwa mtu atakapozuru katika mji huo ni kwenda katika msikiti wa Quba, Masjid Quba uliopo kusini mwa mji wa Madina. Kwa msikiti huu umejengwa pale ambapo sehemu aliposwali bwana Mtume salama kwa muda wa wiki nzima. Mtume salama alipoingia Madina, kwa maana katika mipaka ile, kwanza alifikia eneo la Quba. Aliingia siku ya Jumatatu, akakaa eneo hilo. Kwa hiyo hapo eneo kukaandaliwa sehemu maalum, akawa anaswalia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar na masahaba wale maansar na baadhi ya muhajirin ambao walikuwa tayari washahamia Madina. Akasali pale kwa muda wiki nzima, kisha akaondoka kuelekea sasa ile Madina katikati huko. Kwa eneo lile baadaye wale wenyeji na wakazi wa Quba wakafanya kuwa ni msikiti, ndio huu Masjid Quba. Wakaita baadhi ya marikhun kwamba ndio msikiti wa kwanza katika mji wa Madina. Hapo eneo hili au ndani ya msikiti huo ilikuwa bwana Mtume salama ada yake. Mara nyingi ilikuwa siku ya Jumamosi anatoka nyumbani kwake, anashika udhu vizuri, kisha anaenda katika Masjid Quba anaswali. Na ikisema man tawadhaa fi baitihi thumma ata Masjid Quba, yule mtu ambaye atakayeshika udhu nyumbani kwake kisha akatoka nyumbani kwake mguu mosi mguu pili akaja katika Masjid Quba, fasalla fihi salatan, kisha akasali swala yoyote ndani ya msikiti Masjid Quba, basi huyo anakuwa kana lahu ka ajri umrati, anapata yeye kama vile ujira wa mtu aliyefanya umra, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kwa hadithi hii na hadithi nyingine zinaonyesha kama ni sheria na ni mustahabu kuzuru katika Masjid Quba na kuswali ndani ya msikiti huo. Kwa wale wanaotembelea Madina, mfano leo mali maujaji, basi asubuhi, jioni, mchana, usiku watu wanatembelea msikiti huo kwa ajili ya kwenda kuswali, ikiwa ni tathbiki na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa msikiti ambao nao haukauki wale zuwar, lakini sheria yake ni kuzuru huu msikiti ni kwa wale watu waliokuwa Madina. Sasa na wewe ukiingia Madina unachukua hukumu ya wakaazi wa mji huo, mji wa Madina, inakuwa ni sunna kwako wewe na mustahabu kwako wewe kutoka hapo ulipofikia na kwenda kutembelea na kuswali ndani ya msikiti huo Masjid Quba. Leo hii kuna njia maalum imetengwa ya miguu kama kilomita 4 kutoka msikitini Masjid Nabawi kuelekea moja kwa moja mpaka Masjid Quba, ili kuwarahisishia wale watu ambao wanakwenda kufanya ziara. Hili ni jambo la 4 ndani ya mji wa Madina. Jambo la 5 katika maalim al-Madina ni kwenda kutembelea katika makaburi ya shuhada Uhudi, wale mashahidi waliokufa katika vita vya Uhudi mwaka wa 3 Hijiria, waliokufa hapo ikiwemo Hamza bin Abdul Muttalib, ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam,
ikiwepo Mus'ab ibn Umair, wanamuita muarrikhuna kwamba ni safiri wa kwanza katika Uislamu, ambaye mtu wa kwanza kutolewa na Mtume salama kwenda sehemu kufundisha dini alikuwa ni huyu Mus'ab. Alitolewa Makka, ni kijana wa Makka, akapelekwa Madina, akaagizwa na Mtume salama aende Madina kwa ajili ya kwenda kuwafundisha watu dini. Ilikuwa ni mwaka wa 12 baada al-bi'tha, baada ya Mtume salama kutumwa kupewa utume. Kwa alienda, alifanya kazi mwaka mzima, na alhamdulillah kwa taufiki ya Allah kazi yake ile aliyoifanya ilikuwa mpaka Mtume salama anaingia Madina, ilikuwa kila nyumba ndani ya mji wa Madina tayari amepatikana Muislamu, kila nyumba, na vijana wote wa Madina wakawa Waislamu kupitia katika mikono ya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Mpaka Mtume salama anaingia Madina, waliobakia ni wachache, na saa wengi walikuwa bakia walikuwa ni watu wazima kuingia katika Uislamu. Kwa hiyo Mus'ab ibn Umair lahu fadhila, ana fadhila kubwa katika da'wa, na yeye amekufa katika vita vya Uhud, na kufa kwake ilikuwa ni ile kumkinga bwana Mtume sallama maadui wale kina Abu Makma alipotaka kumuua Mtume sallama, yeye Mus'ab akaweka mwili wake, ule mkuki ukamchoma Mus'ab, ukapitia mgongoni ukatokea tumboni huku, na Mus'ab akawa amekufa hapo, na chini yake ikiwa amemlalia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa yeye vile vile na maswahaba wengine 70 waliokufa katika vita hivi vya Uhud wamezikwa katika makaburi pale pembeni ya silsilatu Jabal Uhud, ule mlolongo wa mlima wa Uhud. Kwa hiyo Mtume sallam alikuwa na kawaida, baadhi ya nyakati anatoka anaenda mpaka kule, anaenda anaombea dua. Kwa jambo hili limekuwa ni jambo masnunun, amru masnun. Mtu atakayekuwa Madina kupata muda na fursa kuelekea katika maeneo hayo, lengo kubwa ni kwenda kuwaombea dua wale, kama vile dua watawaombea wale ambao waliozikwa katika makaburi, Waislamu waliozikwa katika makaburi mbalimbali duniani. Kwa Madina kuna sunna hiyo, sio kwenda kuzunguka yale makaburi yao au kwenda kuwaomba wao waliozikwa, la hasha, bali kuwaombea dua waliokufa. Wanahitaji sisi tuwaombee dua. Bwana Mtume sallama sisi tunamswalia, sio watu wanakwenda Madina au wanamuomba Mtume sallama. Ni makosa, ni shirki, min akbaril kabair. Haifai kumuomba Bwana Mtume sallama, bali ni kumswalia Bwana Mtume sallama. Haifai kuwaomba waliokufa, bali kuwaombea dua, ndio jambo la masnun na jambo ambalo lina fadhila. Kwa baada ya kutembelea katika mji huu, katika eneo hili, ni maeneo matano katika maalim al-Madina ambayo ni masnunu kuyatembelea maeneo hayo. Vile vile ndani ya msikiti wa Mtume sallama kuna sehemu panaitwa Raudha, kuna kijieneo. Mtume sallama amesema baina beiti wa membari raudha min riyadhil janna, kati ya nyumba yangu na hapa katika membari yangu palipokuwa imewekwa membari ya Mtume sallama, eneo hili la katikati hili ni raudha min riyadhil janna, ni kiwanja miongoni mwa viwanja vya peponi, ambapo eneo hili ni miongoni mwa viwanja vya peponi lipo Madina tu, halipo sehemu nyingine, na lipo ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa mtu apata fursa, ni masnun na mustahabu kwenda kuswalia hapo swala yoyote. Na leo hii tunapozungumza pale msikitini, uongozi wa msikiti pale umewekwa utaratibu ili kwenda pale unaomba katika mtandao, naingiza pale ile namba ya visa yako, baadaye wale wanakupangia, bwana wewe labda leo time fulani au kesho time fulani, ni madar 24 saa, ni siku nzima watu wanaenda kuzuru pale. Sasa yale majibu utakayojibiwa katika simu yako, basi utakwenda pale kujiandaa na kukutana na wenzio wengine mlokubaliwa kwa muda ule na siku ile, mtaingia pale raudha kuswali. Tetegemea sasa, ikiwa swala faradhi itakukuta pale utaswali, ikiwa haijakukuta basi usali tahiyatul masjidi, au kabla ya swala tahiyya utasali qablia, au baada ya swala baadia, wa shabaha dhalika. Kwa jambo umefanya hivi baada ya kupita hatua mbalimbali ambazo zilikuwa na changamoto. Ikiwa changamoto ile kuwepo ni kusukumana, kukanyagana, imepelekea watu wengine walikuwa wanavunjika miguu, watu wazima wanaanguka, ni majeruhi kwa kila siku wanatoka majeruhi, kwa sababu eneo ni dogo. Sasa watu wanagombea, na kuna watu wengine wakifika pale
anakaa pale, kaingia dhuhuri atoki mpaka isha, aondoki. Na kuna wengine wanakuja kutoka maeneo wanataka kuja kuswali pale, ikawa ni shida. Sasa utamtoa mtu kwa msikitini? Haiwezekani. Ndio akaja na utaratibu huu sasa wa kuweka maombi kupitia katika mtandao, ili mtu unaingia unaswali, mkimaliza kuswali na mnapewa mfano dakika labda 5 au 7, kimaliza mnatolewa, kuna kundi lingine linaingia, ukimaliza hivyo hivyo. Licha ya yote watu wamekuwa ni wabishi na wagumu, mtu hataki kutoka bwana. Ikishafika sasa, unajua tena raudha min riyadil janna, mtu akishaingia peponi atoka mtu anang'ang'aniwa wapi aondoki, analia niacheni. Utaratibu wanamaliza, kuna wenzio maelfu wanasubiria hapo waje. Utaratibu kidogo sasa umekuwa mzuri, imekuwa ile kesi za majeruhi zile hamna sasa hivi, ila tu waumini na zile jazba zetu za ibada, mapenzi yetu ya ibada wakati mwingine inatutoa katika usawasawa. Ndio unaona huko wale askari unaoona jeshi wanawekwa kwa ajili ya ulinzi, na watu wengine ni wakorofi, na watu wengine wanaingia ukorofi kwa jazba za ibada, basi kuwadhibiti na lile eneo liendelee kuwa ni eneo la amani, ni sehemu ya ibada ya kumwabudia Allah tabaraka wa taala, kwa kutekeleza ibada mbalimbali. Almuhimu, baina baiti wa membari raudha min riyadil janna, kati ya nyumba yangu na membari yangu ni kiwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Eneo hilo na vile vile ni mustahabu, ni sunna mtu akiingia katika mji wa Madina kwenda kuswali katika eneo hilo. Kwa haya ndio yale ambayo yaliyothibiti ya ibada kuyafanya mtu anapoenda Madina. Ama mengine sasa, kuna maeneo pale Madina yapo mengi, kama unavyojua Bwana Mtume salama ameishi ndani ya mji ule, manake ametembea katika ardhi ile, amefanya mambo mbalimbali katika ardhi ile. Hayo maeneo mengi, mambo yote hayo sio ya ibada. Kuna visima, Mtume salama alikunywa maji visima hivyo, si nimefahamia. Sasa ni mwanajamii, lazima anywe. Kama wewe unaweza kupita ukasema sehemu fulani na kadha, lakini je, hayo mambo ni umuru muttabaa, ni mambo ambayo ni masnuni yenye kufuatwa, ni mambo ya ada hayo. Isipokuwa haya mambo nilokutajia takriban 6, haya ndiyo mambo ya ibada ukiwa ndani ya mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndani ya mji wa Mtume, ndani ya mji wa Madina, kuna eneo Masjidi Qiblataini, kuna eneo Masjidi Qiblataini ipo na mtaa kabisa wa Hayo Qiblataini. Eneo hili sio masnunun wala mustahabu kutembelea, sio masnunu, yani hakuna dalili ya sunna inayoonyesha kwamba ni mustahabu katika kwenda kuswali katika msikiti ule, au vile vile kwenda kutembelea msikiti ule. Mtu akitembelea ni kawaida tu, kama kutembelea misikiti mingine ya Madina ambayo ipo hivyo hivyo. Kuna eneo la 7 masajid nyuma ya Jabal Sila, pale 7 masajid ni sehemu ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka kambi siku ya vita vya Ahzabi au Khandaki. Vita vya Khandaki kwa upande kutoka lilianzia pale mlimani kuelekea magharibi mwa Madina, yani ile Khandak, na nyuma yake Jabal Sila yalianza pale kuelekea mashariki wa Madina. Yale maandaki yalochimbwa kuzuia majeshi ya kufaru Quraishi kuingia ndani ya mji wa Madina yalikuwa hapo. Sasa Mtume salama, kuna maeneo aliweka kambi hapo pale. Yale majeshi yalipokuwa yamekuja, ilikuwa takriban 10,000 Waislamu na silaha zao duni walikuwa takriban 3,000. Mtume salama akawa amepanga vikundi, akawaamrisha watu, kikundi hiki kikae kule. Ikifika wakati wa swala, kila mtu anaadhini, watu wa kule wanaadhini kwa ajili ya swala, huko leo wanaadhini. Wale makufaru wakawana wakisikia zile adhana, wengine wako wengine, yani kama vile anaposema Mtume salama, alharbu khid'a, vita ni adaa. Na wakaona bwana, watu si mchezo, wako wengi, maka watu kule wameanza adhana, mara wengine huko ile kuwasumbua na kuwazubaisha hawa maadui. Sasa maeneo yale katika zama za kati, kipindi cha utawala wa Daula Uthmania, Ottoman Empire anaita, walikuja maeneo yale wakajenga msikiti. Kulikuwa na misikiti 7, baadaye kawa mashuhuri na 7 masajid. Sehemu ilikuwa na misikiti 7 imejengwa na wakazi wa jirani pale kwa kuswalia. Misikiti mingine ilikuwa inaswaliwa, mingine imebakia tu ina kama ni katika hali ya kumbukumbu. Hao misikiti ina karibu miaka 700 au mingine 500 na kadha.
Kwa hiyo misikiti ile, maeneo yale sio sunna, sio sunna yani kwenda pale kwamba ni jambo hili jambo la sunna. Kwa nini? Kwa sababu hakuna dalili inayothibitisha hivyo, na sisi mambo ya ibada tunayafanya kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallam. Ikisema hili ni ibada tunafanya, hii ni kadha tunafanya, wa illa Sasa kuna watu wakitoka huko wanaenda za kuhangaika, mara akaingia msikiti huu hata swali rakaa 5 au 10, mara akatoka kaingia msikiti fulani, akienda kuswali kaenda kuswali tu, sifahamiana, lakini sio kwamba ni jambo la nini, jambo la sunna. Ikaitakidi kwamba ni ibada, kwamba jambo hili ni mashruu, inakuwa huyo amezua na amemsingizia Mtume sallam juu ya hilo. Na Mtume sallam anasema almadinatu haramun, mji wa Mtume sallam ni mji mtukufu. Baina Ailin ila Thauri, mipaka yake kati Jabal Aili kusini na Thauri kaskazini. Man ahdatha fiha au awa muhdithan, yule atakayezua uzushi ndani ya mji huo, au awa muhdithan, au akasimama yakamsaidia na kumpa nguvu mzushi au asi, falanatullahi alayhi wal malaikati wan nas ajma'in, basi laana ya Allah itakuwa juu yake yeye, na laana ya malaika wanaolani itakuwa juu yake mtu huyo, na watu wote wanaolani, laana hiyo itamfikia mtu huyo kwa kuzusha jambo ndani ya Madina, kwamba ni haramu kwenda kutoa ibada yasiyokuwa. Kuna wengine alifikia wekefika wanazunguka ule msikiti, huyu nani huyu, si mzee gani huyu, kwa kumuona na kumzuia. Msikiti eneo ni kubwa, lakini anafanya tawafu mara 7, kwa maana ya kuzunguka. Naftari leo tuseme kwamba mtu anazunguka huu, atoke apite huu mtaa Twiga, Twiga aende akaichukua ile Msimbazi aingie kule na Swahili aende atokee Mafia atokee huko mwisho huko mpaka mwisho huko wapi Kibambao, yashuki tena huko. Anazunguka nini? Anazunguka ule msikiti wa Mtume sallam. Wao menda mnamkamata vipi? Anamsema kitu nyie kazi yenu bida. Yani manake subhanallah, anafanya hivyo. Wale watu wengine huyu mzee mbona anaenda wapi? Anapita. Unajua huyu mzee mnamshika mzee, lakini haelewi madarawishi huyo kidogo kuna kwa mkhaffafa. Sasa haya ni makosa. Sehemu ya kuzungukwa ni Kaaba peke yake, ndio sehemu ya kufanya tawafu. Ama kwingine ibada, tufanya ibada kama zilivyofundishwa na kuelekezwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wajazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam.